Mheshimiwa Mwita Mwikwabe Waitara, tumeona historia yako ndefu kutoka kwa shule ya msingi huko ulipoanza, changamoto ulizopitia, kuosha vyombo, kufanya vibarua katika sehemu mbalimbali kwa ajili ya kukuwezesha kusoma, umekwenda sekondari na mwisho wa siku mpaka chuo kikuu. Nini kilikusukuma kuingia kwenye siasa? Kwanza nashukuru sana kwa swali zuri. Wakati nakuwa na kukutana changamoto ambazo nimezitaja mpaka kufikia level ya chuo kikuu, kuna vitu nilikuwa naviona. Nikagundua kwamba siasa ni maisha. Na kwenye siasa, wanasiasa ndio wanaweza kaamua kwamba uishi maisha mazuri au uishi maisha mabaya. Wanasiasa wanaweza kaamua ulipo vizuri au usilipwe vizuri. Lakini pia nikagundua kwamba mambo mengi, maamuzi ya nchi na welfare ya wananchi inaamuliwa na vyombo mbalimbali, ambavyo vingi vyombo hivyo wenye maamuzi makubwa ni wanasiasa. Sasa na kama nilivyosema kwamba mimi nimezaliwa kijijini, lakini nikapata bahati ya kuwa Dar es Salaam muda mrefu. Nilikuwa pia napata na hiyo kupata changamoto hata kutorudi nyumbani kwa muda mrefu, kosa nauli na nini. Mimi nilitumia muda mwingi pia kutafakari kwamba sasa katika wimbi hili la umaskini, yani najikwamwaje sasa kwenye shimo hili, natokaje? Nikagundua kwamba pia hata hapo nilipopenya hata kwenye shule zile za sekondari nilipokuwa kiongozi kulikuwa napata unafuu. Nilipoenda chuo kikuu nikawa rais nikapata unafuu zaidi, kwa sababu nilipata hata fursa ya kwenda Marekani nisingeweza kwenda. Nimeenda nikiwa mwanafunzi, kwenda South Africa nimeenda nikiwa rais wa chuo, nimeenda mpaka Venezuela, nimeenda Hong Kong. Sasa vitu vya namna hiyo nikagundua kwamba kumbe kuna nafasi naweza kwa, lakini pia ukirudi unakutana na viongozi wanafanya maamuzi. Nikaona sasa na mimi kwa kulingana na historia yangu na madhira ambayo nimekumbana nayo katika ukuaji wangu mpaka hapa nilipo, ninatamani kuwa sehemu ya maamuzi, ili sasa haya ambayo naona kama ni kikwazo kwangu niwe sehemu ya kuyashughulikia na kuyaondoa, niwe sehemu ya maamuzi. Sasa hiyo kanipelekea kuamua kwamba natakiwa niwe mbunge. Lakini kuwa mbunge pia, mwanzoni mimi nilifikiria kuwa mbunge wa Tarime vijijini, wakati wilaya ya Tarime kuja gawanywa. Na kimsingi nilienda kujaribu mwaka 2008. Nikajaribu bunge wa Tarime vijijini. Wakati tulikuwa na kina Nyambari Nyangwene, hawa tulikuwa na kina Rioba Kangoe, Christopher Kangoe, alipofariki Chacha Wangwe. Ndio mimi nilipoamua maki kuingia system, nimeingia mwaka 98 nikiwa Tanzania pale sekondari. Kwa hiyo nilipoingia kwenye kura za maoni, lugha ikatumika kwamba wenzangu wameshawekeza sana, wenzangu wanamiliki uchumi, wana hela nyingi, mimi naweza nikaona hoja nyingi lakini sina hela. Ndio lugha ambayo ilitumika wakati nilikuwa nasikiza sana. Kwa sababu kwa wale watu wote, kwa maana wanapambana mtu ambaye ametoka chuo na alikuwa rais wa chuo, nilikuwa vizuri sana kimsingi. Kwa hiyo wasingeweza kunishinda kwa hoja. Na namna ambayo najua changamoto za vijana na watu wa kwetu kule na nini. Sasa kwa hiyo kaja hoja kwamba sasa mimi sina uwezo wa kiuchumi, na kwa hiyo kawa na wajumbe wakati wanaita wajumbe noma, wakapita pale, basi ikaenda wakamteua, chama kikamteua Christopher Rioba Kangoe atatee kiti wakati ule uchaguzi mdogo 2008 Tarime, baada ya kufariki marehemu Chacha Zakayo Wangwe. Lakini nimerudi pia sasa, wakati huo ndio ikatoka sarakasi ya kuhama kutoka Chama cha Mapinduzi wakati huo uchaguzi, katikati ya uchaguzi ule wa uchaguzi mdogo. Lakini pia nimerudi kugombea ubunge Tarime vijijini mwaka 2010. Sasa kabla 2010, mheshimiwa, tupate historia yako kwamba uliwahi kuwa mwenyekiti wa serikali za mtaa. Serikali za mtaa ilikuwa ni baadaye. Yaani mimi yule kupa ndio story kwamba 2008 kwanza mimi nilipomaliza chuo cha Dar es Salaam mwaka 2006. Mwaka huo huyu Barozi Daktari Emmanuel Nchimbi akiwa mwenyekiti wa vijana wa CCM taifa, lakini wakiwa na Amos Makara UCPA mwenezi wa chama taifa, wakati huo yeye akiwa kaimu katibu mkuu, na hawa kina John Mongera, kina Gavu na yule wa Zanzibar, naibu wa Zanzibar, na wakiwa kamati ya utekelezaji wa vijana. Actually Emmanuel Nchimbi waliibua mtindo wa kwenda kwenye vyuo vikuu na kutafuta vijana, na vijana ambao walikuwa wanatafuta ni vijana ambao walikuwa very bright, including mimi nilikuwa. Kwa hiyo nilikuwa groomed na Nchimbi kimsingi, na walinifuata chuo cha Dar es Salaam. Wakati huo mzee Kingunge Ngombali Mwiru
na nadhani ilikuwa ni waziri kwenye mambo ya siasa, ushauri wa kisiasa pale Ikulu. Kwa hiyo wakawa kina Nchimbi wanakaa naye kama mzee mlezi na wakasoti auti kwenye watu wametoka Mzumbe, watu wametoka Sokoine, tumetoka Mlimani, wakachukua baadhi ya vijana tukapata mafunzo. Kwa tulipata kabla ya kupata ukatibu ule tulipata mafunzo ya makada wa CCM. Wakati wa Kinagri Mwanili ndio alikuwa mwenezi wa taifa nakumbuka. Tukapata mafunzo. Baada ya kupata mafunzo sasa Nchimbi akiwa mwenyekiti wa vijana na kina makada na kina Hauke na Gavu, sasa wao kamati ya utekelezaji wa vijana ikatuteua na mimi nikaanza kuteuliwa mwaka 2006 mpaka 2007 nilikuwa katibu wa vijana wilaya ya Kinondoni. Kwa utaona nikawa sasa nimeswitch kutoka kwenye academic arena, sasa nipo kwenye siasa kama mtendaji wa umoja vijana. Na nimekaa Kinondoni miezi 6 kama katibu wa vijana. Kwa hiyo Dar es Salaam naifahamu sana. Baadaye nikateuliwa kwa katibu wa vijana mkoa wa Tanga. Nimefanya kazi ya vijana Tanga mwaka 2007 mpaka 2008. Uchaguzi mdogo nikatoka Tanga nikaenda kujaribu bahati Tarime, wakati huo ikiwa jimbo la Tarime halijagawanywa 2008. Sasa niliposhindwa 2008 kupata uteuzi ndo sakasi ikatokea hapo, tukagombana ndani ya chama. Basi nikakadhabika nikaamua kutoka Chama cha Mapinduzi nikaenda Chadema. Nilipoingia Chadema sasa ndo nikaenda harakati huko kuzunguka mikutano 2014 ndo nikiwa sasa nikawa 2011 nikaanza kufanya active politics Ukonga. Nikawa nimefikiria kwamba niache jimbo la Tarime niwekeze Ukonga, kwa sababu hata muda mwingi nilikuwa nakaa Ukonga, na lakini ilikuwa ni kwa ushauri wa Mboe kwamba niache Ukonga, maana yake nimwachie John Heche ili mimi, kwa sababu mimi nina uwezo na option kwenda Ukonga. Na kweli nikaanza kuwekeza Ukonga na nikawa mwenyekiti wa mtaa wa Kivule mwaka 2014. Hiyo ndo hapa ya kuwa mwenyekiti wa mtaa, na mwaka 2015 nikavuta fomu pia ya kugombea ubunge jimbo la Ukonga na nikafanikiwa kushinda ubunge. Kwa hiyo nimekuwa mbunge wa Ukonga kupitia Chadema 2015 mpaka 2018. 18 nikarudi toka Chadema nikaingia Chama cha Mapinduzi na nikawa mbunge pale kupitia CCM 2018 mpaka 20. Lakini wakati huo sasa, kwa sababu wale watu wa Chadema nilipohama kutoka CCM walinikashifu sana, wakasema mimi nimesaliti, nimenunuliwa, nimefika bei, mambo mengi yakashifu. Sasa nikasema huyo Heche, kwa sababu mimi namjua sio size yangu na anakuja kunitukana Ukonga, alikuwa anafanya kampeni anitukana sana. Wengine wapo humu walikuwa wananikashifu sana humu ndani. Sasa nikasema fine, kama kutoka sasa mimi nilipotoka CCM kaenda kwao, mbona hawakuninunua hizo hela, mbona hawakunipa? Kwa nini sasa nimetoka CCM nimeenda Chadema, nimetoka Chadema nimeenda CCM nasema nimenunuliwa? Sasa nikaona hawa dawa yake mimi natakiwa niweke utaratibu kurudi Tarime vijijini ili nimdhibitishe kwamba mimi kule na nguvu ilikuwa yeye, na ndio kilichotokea. Kwa 2020 mimi tulikutana na Heche na nikampumzisha siasa. Kwa sababu hiyo nataka kutuambia kwamba sababu za kutoka sisi Chadema kwenda CCM zilisababisha wewe kwenda kushindana na Heche kule jimbo la Tarime vijijini? Zipo sababu nyingi, lakini hiyo ni moja wapo. Kwanza hii ya kutoka CCM kwenda Chadema, ule mchakato ulivyokuwa unaenda. Kwanza mimi kauli ya kwamba sina hela mimi sikuipenda. Kwa sababu naamini kwamba uongozi sio pesa. Kwa ile mwanzo walikuwa wanasema unaniambia kwamba nina sifa kuwa mbunge, mngeweza kunipigia kura mkaniteua, alafu unaniambia sina pesa. Sasa maana yake nikaona hiyo mimi nilikuwa na connect kwamba kumbe bado shida ya kutokuwa na pesa inaendelea kunifuata kama mzimu, kwa sababu hii imenisumbua sana. Ili kutokuwa na pesa nyumbani ilinifanya nikatembea kwa miguu peku kwa muda miaka 4 shule msingi. Kutokuwa na pesa umenifanya nikafanya kazi hata za hovyo, za kuosha vyombo, za kutumikishwa. Kutokuwa na pesa ilinifanya mimi kaka kanita Dar es Salaam na akanifanya mtumwa nyumbani kwake. Lakini kutokuwa na pesa imenifanya nimefaulu kwenda sekondari, mama akapisha bakuli watu wakanichangia. Sasa nimekuja nimepata mpaka nimekuwa na degree, bado huu mzimu wa kutokuwa na pesa unanifuata. Na kwenye uchaguzi rasmi 2008 hata baada ya kuwa katibu wa vijana wa wilaya, baada ya kuwa katibu wa vijana wa mkoa, bado inaonekana kutokuwa na pesa litatizo. Kwa mimi ile ilinikwaza sana. Lakini pia na mambo mengine ya kiutendaji. Kule Tanga kulikuwa na siasa za makundi. Sasa ni kama mimi nilikuwa na lazimisho niingia kwenye siasa za makundi, nikakataa kwamba watu wa Tanga, Wasambaa na Wadigo wana mambo yao. Ulikopo kina Abdalla Kikwada marehemu, kina Profesa Maji Marefu, kina Mzee Makamba huko na mambo yao, kina Sambode Muhina, walikuwa na majanti wapo kule. Sasa mimi katibu wa vijana mkoa
na umeshaambiwa sina pesa na sina mtu wa kunishika mkono, ni mwenyewe tu napuyanga humu kama mtoto yatima. Sasa ukiingiza kwenye makundi hayo, si wataniumiza, mimi ngaji distance. Sasa ile na pia ikaleta mgogoro. Sasa nimeona hapo kwenye chama na nini, basi nikadhani kwamba ukitoka ukaenda huku labda kutakuwa na kwa namna nilivyokuwa nahubiri, kichama ni chama kinatenda haki, chama kinapenda demokrasia kama kilivyo jina lake, ni chama ambacho kama wewe una uwezo utapata fursa tu. Kwa hiyo mimi nikafikiri kule kuna neema, nikaenda. Sasa nilipo Chadema. Sasa nilipofika kule Chadema, sasa nikaanza kuona, nimekaa pale maki huku mwanzo wakati tunasaka rami wote tunapiyanga tunahutubia miti haikuwa na shida. Shida imekuja sasa 2015 ile, sasa wameshapata wabunge wengi wana ruzuku, unazungumza ile milioni karibia milioni 300 ya ruzuku. Sasa chama kimeanza kutanuka, tumekijenga sana kwa jasho na damu. Sasa nikaanza kuona mbona ile niliambiwa kwamba kuna demokrasia ni kama sasa sioni, mbona niliambiwa kuna haki ni kama sioni, kwamba ni watu ambao wanaweza kutumia rasilimali vizuri iliyopo kidogo, lakini pia hiyo nayo sioni. Sasa tukaanza kusigana kwenye vikao. Hapa nikiwa mbunge wa Chadema tulikomana sana hata na Freeman Mbowe kwenye vikao. Actually sisi tulipanga, unajua mambo naona drama nyingi zinatumika hapa sasa hivi, ni vitu vingine tusemea, lakini tunajua kwamba leo tukianza kuwazungumzia hawa kina Tundu Lissu, mikakati ambayo tulikuwa tunapanga mapema kupindua Mbowe, hawa kina Heche walikuwa masinichi, wanafiki, wanapeleka taarifa huku na huku, wakule nasema Linyansa naku, kuna nyoka mmoja ambao ukigusa kichwa anaelekea mbele, ukigusa mbele anaelekea nyuma, ni yule dogo. Tunapanga mipango hapa Dodoma, hapo tunakaa hapo St. Gaspar. Tulikuwa na hoja kwamba tunataka tuone uteuzi wa viti maalum ya Chadema ikiwa genuine, transparency na ikitenda haki. Na kama kuna mtu ana sifa tuweke sifa mezani apate. Sio mlete hawala yako mpe nafasi, sio mlete mwanamke ambaye mezana yake mpe nafasi, sio mtoto wa shangazi wala mjomba. Tukapambana sana na hiyo hoja. Hoja ya pili, tulichangishwa pesa. Tukaambiwa pesa hizi tunaweka fixed account kwa ajili ya kujiandaa uchaguzi wa 2020. Na kwa hiyo kuna majimbo ambayo tutakuwa very likely kushinda. Fedha hiyo itaelekezwa kule. Hiyo fedha tulipohoji tukaonekana ni wasaliti, kwa ni mgogoro mkubwa sana. Na tukao labeled. Mimi kwa mfano walituma watu wakaenda, hawa wanajiita hawa kina Boniai hao, na wengine wabunge huko mundani walitumwa pale Ukonga, wamekaa kwa yani, angalia mwenyekiti wa chama anatumia pesa zaidi ya milioni 300 kuja kuhakikisha watu wote ambao wananiunga mkono hawashindi, ili kwenye kura za maoni nishindwe, alafu nikampigia magoti ili hata kama nitapata fursa kuwa mbunge niwe mpole. Hicho ni chama cha siasa ambacho kinataka kutengeneza kije kishike dola. Tunazungumza kwamba tuna ruzuku. Hapa makao makuu kuna posho kwenye vikao, watu wanalipana mishahara mpaka milioni 6-7. Kuna mtu alikuwa analipa mshahara pale, yule Dr. Slaa alikuwa analipa mshahara ule milioni 12.5 kwa mwezi. Wakaja wakapunguza mpaka milioni 7. Huyu ni katibu mkuu wa chama cha siasa ambacho hakina vyanzo vingi, na kina watu ambao wanaambiwa huko mikoani na wilayani majimboni komaa kamanda. Unakunja ngumi ukifungua ni hewa. Lakini kuna mtu pale makao makuu na akija kwenye majimbo yenu mnampokea nyie, mnachangishana hela, mnampa na chakula, mnamlipia na makazi, lakini amelipwa. Ana gari VX. Sio kama unanielewa? Ana ulinzi. Na familia yake inaishi vizuri, lakini wewe hapa majimboni unasaga lami, unatoa sauti mpaka kama mhubiri wa dini, unahutubia miti na mawe ili iongee, unachemsha mawe. Sasa tukajibu kutafuta. Sasa hiki ambacho tunalalamikia kwamba serikali haifanyi, mbona sasa sisi hatukifanya humo? Kwa sababu tulitarajia kwamba kwa nafasi ndogo ya ile ruzuku ilikuwa inapatikana, tungeweka utaratibu tukalipia ofisi za majimbo, tungeweka utaratibu tukalipia ofisi za mikoa. Tuko hapa nalo hata kama ni $100 kwa mwezi, angalau mtu anakuwa sio hela nyingi, lakini angalau anapata hata nauli ya kutoka kwa nyumbani kwake kwenda pale, anaweza hata anunua unga tutoke kufeni wakapata. Hiyo haikuwahi kutokea. Walikuja wakaweka kwenye kanda wakalipa hela. Sasa hayo mambo tulipoyapima tukagundua kwamba kumbe hapa tunadanganyana. Sasa haki tunazozungumza tupiganie nchini hivi sasa. Kama unasema chama ukisema kidogo wewe ni msaliti, unafukuzwa, unawajibishwa. Na wewe ni mashuhuda kwamba watu wengi sana wamefukuzwa Chadema nyakati mbalimbali. Kwa hata kinachotoka sasa hivi, kinachotokea mimi sio jambo jipya. Hizi ni story ambazo wakati mwingine ukipata muda tutachambua watu hapa, yani watu watatafutana. Kwa sababu tunajua kitu ambacho kinafanyika. Na bahati nzuri sisi wengine sio wanafiki. Sasa nilipoona kwamba kwa kweli yani mambo ambayo nilikuwa naaminishwa
Sasa nimekuja mwenyewe, nimefika. Wanasema Waswahili kwamba ukitaka kujua hondo wa ngoma ingia ucheze. Nilipoingia kucheza ngoma ya Chadema nikagundua kwamba nimefanya kosa kubwa sana kwa CCM. Nimetoka sehemu ambayo naweza ngaingia kwenye vyombo, naweza ngaenda kashauri na nikafanikisha. Na kweli leo ukinihoji watu wanaweza kusema ni kwa sababu nilihama Chadema, lakini itakumbukwa tangu nimehama Chadema siwezi kuwa support. Siwezi kusupport kwa sababu mambo niliyokuta wanafanya sio mambo ambao wanaaminisha watu. Inawezekana kuna mapungufu. Kwa sababu serikali inaongozwa na watu, inawezekana na mapungufu, lakini nataka nikuhakikishie kwamba hapa tunaweza kujipanga vizuri CCM na tukaenda zaidi ya miaka 200 ijayo bila chama kingine kunusa hata hili bunge wala kupata majority. Yaani nakuhakikishie kwa mtindo wa CCM na nguvu iliyopo na mtandao uliopo na wingi wa watu wataalamu mbalimbali, busara zilizopo na wasomi waliobobea, tukijipanga vizuri, nataka nikuhakikishie kwamba hivi vyama vipinzani vitachelewa sana.